Habari mtazamaji wa channel ya YouTube ya Prophet Daniel Shila. I'm so happy to be I'm so happy to be not to be live, to be viewed by you people. Watoto wangu nawapenda sana. Naona watu wengi mnafurahi, mnaona new hairstyle, mnaona dreads zimeondoka. Ni kweli dreads nimezitoa kwa sababu ya kazi yake imeshaisha. Nilikuwa na shoot video ya gospel ambayo inanihitaji niwe na dreads. Naomba nisikize kwa makini leo, nina ujumbe ambao Mungu amenipatia, ni mafundisho mazuri sana. Katika kitu namshukuru Mungu, nimepewa capacity ya kumfundisha mtu bila hata kushika Biblia, lakini yale maneno yangu ya Biblia yakabadilisha maisha yake. Niko katika mazingira mazuri ya hoteli moja inaitwa Malaika, iko Mwanza, na hizi sauti unazosikia zinaingiliana ni Ziwa Victoria. Nahitaji unisikize kwa makini kwa sababu sauti hizi zisije zikakutoa kwenye reli. Haya mafundisho yanaenda kukusaidia wewe mfanya biashara ambao biashara yako iende vizuri, ambaye wewe ndoa yako inakusumbua, wewe ambaye kila siku unaomba upate uponyaji, uchumi wako hauko sawa, huduma yako haiko sawa. Mafundisho haya leo ni extraordinary, yanaenda kubadilisha maisha yako. Unachotakiwa kufanya sasa hivi ili usio mchoyo wa upako huu, like video hii, lakini pia comment, toa maoni kwa kitu unachokielewa na pale unapopokea uponyaji kupitia message hii. Lakini kabla hujaendelea kuangalia video hii, hakikisha una subscribe. Kuna alama nyekundu hapo, bonyeza subscribe, afu weka alama ya kengele ili uwe wa kwanza siku nyingine kupata video za Nabii Shila au Prophet Daniel Shila. Share na watu wengine wapate mafundisho haya. Mafundisho haya yatapanua uwezo wako wa kufikiri kwenye kusoma Biblia, na haya yanakwenda moja kwa moja katika theme ya kusema kwamba Mungu anakwenda kukukumbuka. Mungu anakwenda kukukumbuka na utapita sehemu ambayo hujawahi kupita. Kuna kisa kimoja kwenye Biblia ndio naenda kukifundisha, kinatokana na mfalme anaitwa Daudi. Mfalme huyu Daudi, nataka nifupishe mada ili niyo ndani ya dakika 11 na unielewe. Unapotazama video hii kokote ulimwenguni, kuna kisa kimoja kipo kwenye Biblia hiyo hiyo unaoishika, kinatoka katika kitabu cha Samueli. Waraka ule wa Samueli, kuna waraka wa kwanza na wa pili. Ni waraka wa pili sura ile ya 5 na mstari wa 6. Ukianzia kusoma sura ya kwanza utakuwa unaelewa zaidi. Kuna mfalme mmoja alikuwa anaitwa Mfalme Daudi, lakini mfalme huyu Daudi alikuwa anapiga vita ili akamate Israeli. Na alipokuwa anataka kukamata mji mmoja wa Yuda na Yerusalemu, ukisoma sura ya 5 waraka wa pili wa Samueli mstari wa 6, akapewa ushauri, akaambiwa watu wanaokuchukia katika mji wa Yerusalemu ni vipofu na viwete. Sawa sawa kwa dunia sasa hivi, labda Magufuli anataka kukamata nchi ya Tanzania, anaambiwa watu aina fulani wanakuchukia. Kwa anajua either awatengeneze wampende au afanye njia yoyote, au labda Donald Trump anaambiwa ili ukamate Marekani fanya 1 2 3. Kwa yeye Daudi mfalme alipokuwa akienda kupigana vita, alikuwa anatumia manabii, na kuna nabii mmoja jina lake alikuwa anaitwa Jonathan kwa wakati ule. Kwa alikuwa anaenda anamuuliza Mungu anasemaje. Mungu akimwambia kwea, maana yake anaenda kushinda vita. Hawezi kuamini, Mungu alimruhusu Daudi kwenda kupiga vita, lakini akaambiwa vipofu na viwete ndio wanaokuchukia hapa, cha kufanya waondoe. Mfalme Daudi kwa ukatili aliwatoa vipofu na viwete katika mji wa Yerusalemu, akawapeleka mji mmoja unaitwa Lo-Debari. Samahani, mimi nafundisha kwa sababu Biblia imezama huko, kwa wewe unaweza kaandika vizuri. Hii ni waraka wa pili wa Samueli sura ya 5 mstari wa 6. Mfalme Daudi alipokuwa anashinda vita, alikuwa na furahi, alikuwa na mabudu Mungu, alikuwa anamtukuza Mungu. Lakini kumbuka vita yake kabla hajapigana, anamuuliza nabii anaitwa Jonathan, ambaye ametokea katika nyumba ya Sauli. Kwa maana nyingine, katika ile nyumba ya Sauli, Jonathan alikuwa na mtoto wake mmoja anaitwa Mephibosheti. Lakini huyu Mephibosheti, haleluya, nasikia upako wa kuhubiri, yeye alikuwa miongoni mwa walemavu. Kwa hiyo walipofukuzwa wale walemavu na mfalme Daudi, walipelekwa mji mmoja unaoitwa Lo-Debari. Lo-Debari kwa lugha ya kileo au kwa maisha ya kileo ni sehemu mbaya sana. Ni kwenye umasikini wako wewe, ni kwenye masikitiko yako, kwenye machozi yako, tunapaita Lo-Debari.
Kama unakosa fedha, una madeni ndio Lodebari yako ya leo. Lodebari sehemu ambapo Mfalme Daudi aliwapeleka vipofu na viwete, sehemu yenye mateso, sehemu ambapo kuna furaha tena kwao. Lodebari ni kwenye utasa wako unapokosa mtoto. Ukimwi uliokuwa nao sisi tunaita Lodebari. Unanitazama kutoka Marekani, Uingereza, Dubai, unanitazama kupitia YouTube yako. Kila mateso uliokuwa nayo mimi nayaita Lodebari. Kwa wakati ule alipopeleka Lodebari, akaenda akakamata mji wa Yerusalemu, akatawala ndani ya Yerusalemu. Daudi akamshukuru Mungu. Alipomshukuru Mungu, Mungu akasema na Daudi, akamwambia afanye 1, 2, 3, ajenge nyumba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Jonathan. Alimwambia afanye mambo mazuri. Daudi akasema kwa kuwa Mungu umenipatia ushindi wa vita zangu, lazima nifanye mambo mazuri. Mpenzi mtazamaji wa akaunti yangu ya YouTube, nikiwa hapa Mwanza, nina message hii nzuri sana. Mfalme alipokuwa anaongea na Mungu, ukisoma waraka pili wa Samueli sura ya 9, ukianzia mstari wa kwanza sura ya 9, imeruka kutoka sura ya 5 nimeenda hadi sura ya 9. Mfalme akamwambia, akanauliza watu wa Israeli, kwa sababu ashatoa sadaka kwa ajili ya Mungu. Akasema kuna wema gani bado sijaufanya katika nyumba ya Sauli? Yaani nyumba ya Sauli ndio ametokea Jonathan, ametokea huyu mtu anaitwa Mephibosheti. Nani amesalia katika nyumba ya Sauli nimfanyie wema na yeye baada ya ushindi huu wa vita? Nataka nikwambie hii hapa ndo mahali pa kunielewa leo. Watu wakamwambia kuna mtu mmoja anaitwa Siba, huyu ndo amesalia. Huyu alikuwa ni mjakazi, alikuwa anafanya kazi katika nyumba hii ya Sauli. Akamwambia mwiteni Siba. Siba alipofika akasema uishi milele mfalme. Akamwambia ndio, wewe ndo unaitwa Siba? Akasema ndio, mimi naitwa Siba. Akamuuliza ni nani amesalia katika nyumba hii nifanye wema kwa ajili ya Bwana? Lakini huwezi kuamini, mtu aliyesalia ni miongoni mwa wale vipofu waliofukuzwa katika mji, ukapelekwa Lodebari, ukapelekwa kwenye mateso. Siba akamwambia kuna mtu mmoja, yeye ni mtoto wa Jonathan, huyu ni mlemavu, unakumbuka ulipowafukuza walemavu wahame mji? Huyu ni miongoni mwao. Mfalme akapasua kichwa, akawaza harakoza kafradia nuza keprokita ya manuza. Nisikilize mpenzi mtazamaji, mfalme akapasua kichwa, alitamka kwa kinywa chake vipofu na viwete waondoke. Huyu Mephibosheti alizaliwa mguu mmoja, alikuwa mzima. Wakati wa kukimbia ndugu yake akamwangusha chini, mguu karibika, kama mlemavu. Kumbuka ni mtoto anayetokea nyumba ya Sauli, mtoto Jonathan nabii. Mfalme akapalanganisha akili. Nataka nikutabirie, kuna sehemu umepelekwa na shetani na adui, au ndugu zako au watu wazuri au watu wabaya. Hiyo sehemu sio halali yako, utatoka wakati wote katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea katika jina la Yesu. Weka mkono kwenye kifua. Kuna sehemu unapitia ngumu kwenye huduma yako, kuna sehemu unapitia ngumu katika uzazi wako, kwenye afya yako, kuna sehemu unapitia ngumu katika kazi yako, unakosa cheo, unapitia kwenye mateso magumu. Kama ni kiongozi wa siasa, unapitia mateso yote magumu, na kuombea sasa hivi katika jina la Yesu. Hiyo sehemu utatoka wakati wote kuanzia sasa hivi, na chio upako rakatika vradia manusa paria. Mungu akakutoa sehemu ambayo sio kwako katika jina la Yesu. Amen. Biblia inasema mfalme akachanganyikiwa pale, kwa sababu kawafukuza wenyewe vipofu na viwete, lakini katika tukio anatakiwa kulifanya la maana, lazima amtoe yule kipofu. Kuna wagonjwa wako wengi wa ukimwi, kwa sababu kule vipofu na viwete walipelekwa wengi. Nataka nikwambie katika mateso wanapitia, ni watu wengi wanapitia kwenye umaskini, lakini kuna mtu mmoja Mungu anamnyofuaga katika ile mateso, na huyu sio mtu mwingine, ni mtu anayetazama kupitia YouTube right now. Mungu anaika upako wa kumtoa mtu kwenye level moja ambao watu wengine wanateseka pale, kwa sababu huyu Mephibosheti ilibidi mfalme aagize akatolewe Lodebari. Inabidi Mungu aachilie upako usiku wa leo au siku ya leo, au wewe unavyonitazama live, Mungu inabidi aachilie upako ili wewe ukatolewe sehemu ambapo sio stahili yako. Kwenye mahusiano yenye mateso, Mungu inabidi akakutoe pale. Lodebari ya kwako ni kifungo, ni mateso unayopitia sasa hivi kwenye level yote ambayo sio kwako. Mungu akakutoa sasa hivi katika jina la Yesu. Kama unapokea, comment inapokea katika jina la Yesu. Nataka nikwambie, nimefupisha mafundisho ni marefu sana, nitayahubiri siku za mbeleni. Mfalme wa Samueli wa pili sura ile ya 9, mfalme akaagiza Mephibosheti akatolewe yule mlemavu, sema ambapo yeye, kumbuka, aliamrisha apelekwe bila kujua.
kuna vitu unaweza kupitia sehemu kwa wakati wa Mungu lazima utoke. Sijui kama kuna mtu medula bulangata yake inatanuka vizuri. Nataka nikwambie haya mafunuo nikiwa hapa Mwanza, Mungu alikuwa ananipatia wakati natoa hizi dreads. Aniambia kuna watu wanakutazama sasa hivi YouTube, wanachokitafuta ni neno la Mungu, wanatafuta, wana kiu na kipaji ulichokuwa nacho. Nahitaji uwape hii message kwa sababu watu wengi wanaokutazama sasa hivi wapo kwenye load bari za biashara zao, wako kwenye load bari za ndoa zao, wapo kwenye load bari za huduma zao. Baada ya mafundisho haya, Mungu ameniambia baada ya mafundisho haya, watu watakao like, watakao comment na pokea, nitawatoa kwenye sehemu ambazo hawakustahili katika maisha yao. Na ninaona sasa hivi upako wa kumtoa mtu katika level sio kwake unatoka. Kuna uchumi uliokuwa nao, Mungu inabidi akutoe. Katika mateso uliokuwa nao, Mungu lazima akutoe. Na nitapokea shuhuda. Tena andika hii namba yangu ya simu. Kama uko nje ya nchi, uko Tanzania, natumia mwenyewe kwa WhatsApp. Andika 0768 858585. Nitapokea shuhuda za watu wanaotoka load bari. Narudia tena 0768 858585. Mtu ambaye uko nje ya nchi, anza na kodi ya Tanzania ambayo ni +255 768 858585. Hii namba ni muhimu sana, andika sasa hivi. Kwa sababu level Mungu anakupeleka, anakutoa kwenye level ya ulode bali. Nikwambie nini kilitokea kwa Mephibosheth? Mfalme alipomuona yeye ndo alimpeleka kwenye yale mateso na pamoja na ulemavu wake, na ni mtoto wa nyumba Sauli, na ni mtoto wa Prophet Daniel Shila, na ni mtoto wa Mungu. Kuna mateso Mungu anayachukiaga akijua wewe ni mtoto wake. Kumbuka mfalme sio alimtoa tu Mephibosheth, aligundua ni mtoto wa mtu ambaye anatabirigi, Jonathan, ambaye anamtabiria ushindi kwenye vita. Kuna mateso Prophet Shila unaweza kutolewa hata na kiongozi wa siasa, kwa sababu anaona kiongozi wa siasa, anaona labda Magufuli anasema Prophet Shila ananiombea sana, kwa hiyo ngoja nimsaidie kitu. Kuna kumbe anakusaidia kwa sababu. Ndio nikwambia, unanitazama live ambaye unawaza unaenda kufanikiwa, kuna sababu lazima isababishe. Nikwambia kwa nini unaenda kufanikiwa. Mungu ameshajua wewe ni mtoto wa kwake. Mungu ameshajua wewe umeokoka. Mungu ameshajua unampenda Yesu. Kwa anajua mateso uliokuwa nayo haustahili, wanatakiwa wastahili watu ambao hawamwamini, wanatakiwa wastahili umaskini unaopitia, wanatakiwa wastahili watu ambao hawaamini maprofeti, hawaamini Kristo. Kitendo cha kukuombea usiku wa leo ni kwamba wewe ni Mephibosheth, upo kwenye level Mungu sasa hivi anajua wewe haustahili. Na ndio hii message inakuja kwako. Mfalme alipomchukua Mephibosheth, hii ni mfalme Daudi, alipomchukua Mephibosheth akaahidi kuanzia leo hii, akamwambia yule Siba, wewe utafanya kazi mashamba yote ya Sauli niliyochukua. Yaani unaona serikali inavyochukua ardhi. Anasema shamba yote inachukua atarudishiwa. Huyu mtoto ni urithi wake, ni haki yake Mephibosheth, na utamfanyia kazi. Huyu Siba alikuwa na wajakazi 15. Jamani, Biblia iko hapa. Alikuwa na wafanyakazi wake 15 wajakazi. Wakawa wanafanya kazi kumtumikia tena Mephibosheth, mlemavu aliyepotea, aliyekuwa load bari. Mfalme akamkumbuka, akawa boss, na akasema kuanzia leo utakula meza moja na mimi. Yaani kuanzia utakuwa unakula ikulu. Kwa sababu Mungu ameniongoza nifanye wema kwenye nyumba ya Sauli, kwenye nyumba ya Jonathan. Rakazoka tiga kamanuza Fradia. Kuna upako Mungu anakupeleka nao leo hii. Huo upako watu walikudharau katika maisha yako. Mwanaume alikudharau, mwanamke alikudharau. Upako watu walikudharau kazini kwako, watakwenda kukuheshimu kwa sababu ya matendo makuu ya Mungu. Watu walisema walikuwa wanakucheka ukitembea kwa miguu, watakuona unanunua gari yako. Watu walikuwa wanakuona huna mtoto, watakuona unanyonyesha mapacha. Sema napokea. Watu walikuwa na usafiri, watakuona unapanda ndege kama unapanda daladala. Watu waliona huduma yako ikua, wataona inakuwa raka zika tu jamaa nuza Fradia. Kuna upako sio kawaida na usikia. Weka mkono wako kwenye kifua. Haijalishi video umepata lini, weka mkono wako sasa hivi kwenye kifua. Na achilia upako wa Mephibosheth kwenye mateso uliokuwa nao, ukainuke sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki mnatazama video hii. This is your dad, Prophet Daniel Shila. Hakikisha una subscribe. Kama unataka kutuma sadaka yako kupitia mafundisho haya, you are allowed. Mimi siwezi kupinga sadaka. Regardless, haina umuhimu. Nataka wewe upate knowledge. Kupitia namba yangu ya Vodacom 0768858585. Unaposubscribe na kulike na kushare, utapata video inayokuja ambayo itabadilisha maisha yako. Huwa natembea ukurasa wangu kwa sababu Mungu ameniambia sasa hivi ni mwendo wa kubadilisha maisha yako. Shalom.